Mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya kule nchini Eswatini. Hawa ni mabingwa wa Eswatini msimu 2024-2025 ambao umekwisha malizika. Umemalizika mchezo huu kwa sare bila kufungana, kwa maana 0-0 kwenye dimba la Mkapa. Ulikuwa mchezo mkondo wa pili, mchujo wa raundi ya pili kutafuta nafasi ya kwenda makundi klabu bingwa barani Afrika. Simba ameingia kwenye makundi tena kama ambavyo amekuwa akifanya, lakini mchezo nimeuona ulikuwa una swali moja gumu kwa upande wa Simba. Nsingizini Hotspurs walihoji swali: je, Simba utaifungua vipi defense yetu uweze kufunga? Na hii ni kwa sababu coach Amanda Davids amezungumza kabla mchezo kwamba anapata faida mchezo huu kuwa mzuri kwake kwa sababu tayari ameshawaona Simba wanachezaje. Kuwaona kwenye clip, kuwafuatilia ni swala moja, lakini ukicheza nao dhidi yako wanakuja na mpango kwa ajili yako. Kwa hiyo na wewe ukiwaona wanavyocheza unajua wamekuandalia nini. Kwa hiyo alivyo notice kwa kuona alifunga goli la set play kwenye mechi hii, amekuja na mpango wa kucheza vizuri dhidi ya Simba kwenye mipira ya kutenga. Leo beki ambaye anaonekana hatari kwenye mipira hiyo ni Rashid Rock. Aliruka mara 3 lakini mara 2 zote alikuwa na mtu na kuweza kuwa comfortable na kukuwa na hatari yoyote ya Simba kwenye mipira set play. Kocha Mandla alifanya homework yake vizuri, eneo ambalo Simba amekuwa imara pia. Kama unakumbuka mechi ya kwanza Wilson Nangu alifunga, lakini ukirudi kwenye ligi kuu aliwafunga Fountain Gate mabao 2. Ni miongoni mwa timu ambayo ina imara sana kufunga kwenye mipira hii ya kutenga. Hata msimu uliopita pia imefunga mabao zaidi ya 7 kwenye ligi kwa mipira hiyo. Kwa hiyo ukiwatazama kwenye eneo hilo likamatwa Simba. Lakini eneo la pili ni kushambulia kwa haraka. Tumezoea kuita counter attack au quick transition. Unapoteza mpira haraka ukiwa unamshambulia Simba, afia akiuchukua na kimbia haraka kwa kufunga. Simba alifanya hivi dhidi ya Nsingizini mchezo wa kwanza, alifunga magoli 2. Unakumbuka goli la pili la Kibu Dennis ambayo Abraham Morris alimpiga pass kwenye nafasi, then Kibu Dennis akascore. Lakini haitoshi, goli la pili la 3 lilikuwa quick transition. Jonathan Soa alipewa pasi na Shomari, aliwafinya mabeki kadhaa, akatoa kisigino, Kibu akafunga. Hizi moments zilikuwa za haraka. Sasa kocha Mandla aliangalia nimefungwaje hivi, akagundua alikosa discipline ya kujilinda alivyokuwa kwenye uwanja wake wa nyumbani. Alikuwa akishambulia na commit wachezaji wengi sana kwenye goli la Simba. Akipoteza mpira anakosa namba nzuri ya kujilinda, lakini anaacha nafasi kubwa eneo la katikati mpaka kwa kipa. Ile eneo ndio Simba ambalo alikuwa amelitumia kama action area na kuwafunga. Kwa hiyo leo akawa ameliziba ile eneo kwa kuichukua timu nzima na kuiweka karibu na goli lake, kumficha kipa wake Dlamini asiweze kufikiwa, na mbele yake akawapangia defenders 4. Namba 2 alikuwa Kingsley, namba 3 alikuwa Dlamini mwingine, lakini Vuyo pamoja na Shongwe walikuwa mabeki wawili wakati. Mbele yao alikuwa Madondo, alikuwa kwa eneo hilo Kumalo pamoja na Savuyo. Kukushoto alikuwa Sako, lakini Alikwe alikuwa ndo striker. Kwa hiyo wao waliweka 4-5-1, wachezaji 4 mbele ya kipa, 5 wanakaa mstari wa karibu. Kwa hiyo walikuwa na minimize kucheza between the line, nafasi kawa ngumu. Hata kwenye half space inakuwa ngumu, unakaba watu wawili kwenye zone. Ilikuwa imewapa wakati mgumu sana Simba kufungua defense ya Nsingizini na kupata magoli. Kocha wao alifanya homework vizuri na kujua. Sasa Simba walianza mechi na Maurice Abraham, kiungo ambaye ana asili ya ushambuliaji. Walianza mechi na Jan Chaza, huwa Joshua Mutale Budo, Elimpanzu Kibisawala na Kibu Dennis, wachezaji 5 kwenye mstari wa mbele wa kukomiti ushambuliaji. Lakini Kibu na Mutale walikuwa free kubadilishana wings na eneo la katikati kama false 9 na winger, ili kuwachanganya hao defenders na kupata nafasi. Lakini kocha kwa sababu aliweka line nzuri, hawa wote hawakuonekana wana hatari kwenye box. Walikuwa wanaonekana na hatari nje ya 18, kitu ambacho Nsingizini walijiandaa kukutana nacho na kwao hakikuwa kinawasumbua. Kocha wa Simba Dimitar Pantev alipofikiria akaona mbona sitengeneze nafasi, aliona labda hawa wachezaji ni tatizo hawatoe, akamwangiza Nio Maema ambao ni kama wanafanana aina uchezaji, wanapenda kucheza kiwa huru bila pressure, kuweza kupiga pasi kwenye nafasi. Ikawa ngumu, ana mpira ila nafasi hamna, ana mpira ila only option. Kwa hiyo mpira unakuwa useless, unapiga square, ikawa inatoka timu kulia katikati, kushoto pembeni, kulia katikati, kushoto pembeni. Licha ya kumuingiza Jonathan Soa, Steven Mukwala, the same timu ikachemka kwa sababu defenders wa Nsingizini leo walitoa defense nzuri sana. Nafasi chache tu zilipatikana. Tena moja ni ile ya Mpanzu, alipiga kipa Dlamini alisave, bega kaja kaosha kwenye mstari. La pili, nafasi ya kulazimisha ya pressing ambayo alifanya Jonathan Soa
Soa. Alimfuata beki akapokea pressure, akapiga kichwa kumrudishia kipa mpira ukampita. Soa akapiga kagonga post. Kinyume na hapo Simba wakaonekana wana hatari tena. Sasa mechi ya leo imefia hapo. Simba walishindwa kufungua defense ya Nsingizini na mechi kaisha sare bila kufungana. Wanaelekea makundi. Je, Simba wa improve wapi? Kocha anatakiwa afahamu aina ya wachezaji alionao. Unajua bado mgeni, na namna awatumieje kuwa na ubora, hususan kwenye timu ambazo zinapaki basi. Neo Maema, Jan Chazaua, Joshua Mutale Budo, Maurice Abraham, hawa ni wachezaji ambao wanapenda mpira miguuni, wanapenda kucheza bila pressure kubwa. Kwa hiyo ukicheza na pressure unapata taabu. Lazima aje na kitu cha tofauti. Mtu ambaye pekee anza kutofautisha ni Jan Chazaua, kwa sababu anapiga sana mipira mirefu ya chopping, hahitaji kuwa karibu afanye madhara. Kwa hiyo Simba nachotaka kusema ni kwamba wakikutana na timu inayopaki basi lazima wa develop ubora wao kwenye mipira iliyotenga au crosses, kwa sababu wana watu wanafunga na wana watu wanajua kuipiga. Jan Chazaua kwenye ligi kuu NBC msimu uliopita alikuwa na upigaji wa penalty 100%. Kama takwimu zangu zitakuwa sawa, alifunga penalty zote 7 alizopewa. Kwa hiyo huyu tayari ana set play ability ya kufunga penalty, lakini kwenye free kick nadhani alifunga free kick 2 kwenye ligi, moja dhidi ya Kagera. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye hatari, lakini kwenye assist zake alizotoa zipo 5 ambazo amezitoa kwenye kona, kwenye fouls ambazo watu wanajaa kati. Kwa hiyo Simba hizi ndo tabia ambazo anatakiwa kuzidevelop kwenye hatua ya makundi na mtoano, na ndio mabingwa wengi wanatumia hii sehemu ya set play kukumaliza mechi kwa ngumu. Mfano mzuri ni wale mashabiki wa Arsenal wanafahamu. Arsenal tokea msimu wa 22-23 mpaka leo ndo timu inaongoza kufunga magoli kwa set plays yanakaribia 30 kwenye ligi kuu England. Na unaona kuna mechi mpinzani anajilinda vizuri, upate open play nzuri ya kumfungua. Ile ukipata kona Arsenal anakufunga. Mchezo mzuri ni ule dhidi ya Manchester United, ni mfano mzuri. Alifunga magoli mawili ya set play, mechi kaisha. Kwa hiyo Simba inabidi na yeye develop kwenye hili. Lakini cha pili, timu ikipaki basi lazima udevelop tabia watu wanaweza kufunga kwa umbali mrefu, kwa sababu ukishindwa utakuwa unamiliki mpira bila faida, na afu utakuwa kwenye hatari ya kufungwa counter attack. Sasa kwa Dimitar Pantev ni kocha mgeni, sidhani hata kama na miezi 2, kwa anahitaji kukaa na Simba kwenye viwanja vya mazoezi kutafuta solution, lakini hawezi mpaka kukutana na mechi kama za kina Nsingizini hizi zimuonyesha kwamba kuna siku utakutana na block. Kocha una idea gani ya kuunlock? Kwa kuwa sasa hivi bado mapema, tusubiri tuone Simba atapangwa na nani. Michezo kianza, Simba atakuwa na homework gani waliopewa ziada, then tumuone kocha Dimitar Pantev atakuja na solutions gani. Ila kwa wakati wa leo niseme Nsingizini ilikuwa ndio timu nzuri uwanjani ambayo iliamua matokeo ya leo isiwe ya kufungwa, na kweli hawakufungwa, na waliamua wasifungwe kwa sababu wajilinde sana, na kweli wamejilinda sana hawajafungwa. Lakini Simba waliingia na gia tunataka tushinde leo tufuzu, licha kwamba tuna faida magoli, hawakufanikiwa. Kwa hiyo mpango uliofanikiwa ni wa Nsingizini. Kwa hiyo mpinzani alikuwa vizuri zaidi kuliko Simba kwenye eneo la kujilinda. Simba wana baadhi ya wachezaji ambao ni wazuri kwenye eneo la mbele, mfano Elim Panzu, mfano Jonathan Soa, mfano Jan Chazaua mwa kumzungumza. Nataka kusema ni kwamba huyu Jonathan Soa kocha amuite binafsi azungumze naye, amueleze anapenda kuchezeshewa mipira aina gani, awe hatari kwenye box. Amueleze kocha majukumu gani anapenda akipewa uwanjani, awe kwenye mood nzuri ya kucheza kwenye mechi. Jonathan Soa ni kama ana attitude fulani, anaweza akaingia kama amepoa labda kwa sababu katokea bench, labda kwa sababu anaona anafaa kupewa dakika nyingi za kucheza. Kwa mechi wakati mwingine inaweza ikapoa pale eneo la ushambuliaji kwa sababu labda Soa katokea bench mechi hiyo, au mechi iliyopita alitolewa sasa hakuipokea vizuri. Nadhani ni swala la kisaikolojia zaidi kwa Jonathan Soa, kwa sababu namuona ana ability ya kutoa defenders kwenye nafasi na wenzake wakafunga, na yeye ana ile njaa ya kutaka kufunga goli kama mshambuliaji mshindani ambao kwake anawazidi washambuliaji ambao yuko nao pale. Kwa hiyo nadhani kocha ana haja ya kuzungumza na Jonathan Soa ajue nini kinamtatiza huyu mchezaji, na kama kuna nafasi ngumu mchezaji anacheza na inamsumbua ni strikers kuwa wanatolewa kwenye mechi. Kwanza unajua kabisa yani nisipocheza, nikicheza dakika 45 nisipofunga au kuassist mimi natolewa dakika 50 au 60, huwa inawapa pressure na kushindwa kutulia. Na huyu anayetoka benchi naye anakuwa hajapenda kwamba nimetoka benchi inaonekana siko vizuri, kwa hiyo inabidi nicheze nifunge, pressure. Mechi jao anajua anaanza mwingine, unashindwa kupata ubora wa strikers wako.
Kwa lazima kama mwalimu uchukue striker ambaye unaamini huyu ni chaguo langu la kwanza, ubora wake ni huu, niandae mpango umzunguke, mapungufu yake ni haya, aya improve. Akishaanza kukupa unachotaka ndio unaanza kutengeneza striker mwingine. Lakini ingetoka ni kana kwamba unajaribu, muda unaenda, unashindwa kupata ubora dhidi ya strikers. Baadaye akijipata, kila mtu ana confidence yake, ni rahisi hata leo asipocheza huyu akiingia huyu atafunga. Eneo mwanzoni ni gumu kwa striker kuona unamweka na mtoa. Nadhani hii pia Soa itakuwa inamsumbua kichwani kwenye eneo hilo. Lakini kinyume na hapo, wana utajiri wa football heritage, historia ya miaka ya karibuni kwamba wao wanafanyaga vizuri tu, wana deserve better. Hii imekuwa ikiwasaidia sana Simba. Nadhani kwenye maeneo hayo waangalie, kwa sababu mengine wamekuwa wazuri kwenye set plays, mentality ya mechi hususan kwa Mkapa, football heritage iko upande wao, then tuone watafanya nini kwenye hatua ya makundi safari hii.